Karibu mtazamaji wa Jambo TV ni kufahamishe baadhi ya matukio muhimu kimataifa ambayo yamejitokeza kwa wiki hii. Mimi ni Joseph Gelvas. Tuanze na huko Mashariki ya Kati. Wiki hii makubaliano ya usitishaji wa vita huko Gaza yamefikiwa, ambapo Israeli na kundi la Hamas kwa pamoja wamekubali mapendekezo ya Marekani ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Hatua ya kufikiwa kwa makubaliano hayo imetangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump kupitia mitandao ya kijamii, ingawa baadaye Israeli nayo ilionekana kukubaliana katika kikao cha mawaziri kuhusu pendekezo hilo. Kufuatia kufikiwa kwa hatua hiyo, raia wa pande zote mbili wameonekana kusherehekea, huku raia wa Palestina wakionekana kuanza kurejea katika maeneo walioyakimbia huko Gaza. Israeli na Hamas wamekubaliana kuhusu utekelezwaji wa awamu ya kwanza ya mkataba huo, ambapo Hamas watawaachia huru mateka wote waliotekwa Israeli katika siku kadhaa mbele bila kutaja ni lini, ambapo Israeli nayo inatarajiwa kuachia karibu wafungwa 2,000 wa Kipalestina. Licha ya hatua hizo katika kufikia mwisho wa vita, bado kuna wasiwasi kwamba huenda utekelezaji wa makubaliano hayo ukakiukwa kutokana na baadhi ya viashiria kuonekana, ikiwemo Israeli kuondoa baadhi ya majina ya wafungwa ambao Palestina inataka waachiwe, pia suala la Israeli kuendelea kubakiza vikosi vyake katika baadhi ya maeneo na Hamas kuweka chini silaha. Ni jambo ambalo linaelezwa kwamba bado halijakaa sawa. Hata hivyo, shirika la ulinzi wa raia huko Gaza Ijumaa liliripoti kwamba vikosi vya Israeli vimeondolewa katika maeneo kadhaa ya mji wa Gaza na maeneo mengine. Makubaliano hayo yanatoa nafasi ya kurejeshwa kwa mateka 48 wa Israeli wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza, ambapo taarifa zinasema 28 kati yao walipoteza maisha. Hayo ni yanayojiri Mashariki ya Kati. Twende huko Amerika ya Kusini. Wiki hii bunge la Peru limepiga kura kumuondoa madarakani Rais Dina Boluarte, saa chache baada ya kikao kilichoitishwa na bunge hilo kujadili kushtakiwa kwake kutokana na kiongozi huyo kushindwa kudhibiti wimbi kubwa la uhalifu na ukosefu wa usalama nchini humo. Idadi kubwa ya wabunge kutoka katika wigo wa kisiasa wameidhinisha kuondolewa kwake kwa misingi ya kutokuwa na uwezo wa kudumu wa maadili. Katika hotuba yake kwenye televisheni ya taifa hilo kufuatia upigaji kura dhidi yake, Boluarte alihoji athari zinazoweza kujitokeza kwa kile alichodai uthabiti wa demokrasia ya Peru. Katika kura ya kumuondoa madarakani, wabunge 87 kati ya wabunge 122 walishiriki katika kura hiyo, walipopiga kura kuunga mkono suala la kuondolewa kwake, ambapo vyama vikuu vya kisiasa katika bunge viliwasilisha hoja 5 za kumtimua, ambapo 4 kati ya hizo zilipitishwa isipokuwa moja tu. Peru inakabiliwa na kipindi kibaya zaidi cha machafuko ya kisiasa katika historia yake ya kisiasa baada ya kuongozwa na marais 6 katika takriban miaka 9. Baada ya kuingia madarakani, ikiwa ni baada ya kufutwa kazi kwa Rais Pedro Castillo, huku kukiwa na maandamano yaliyokandamizwa kwa nguvu na kusababisha vifo vya takriban watu 50, Dina Boluarte anakabiliwa na hali ya kutopendwa na watu wengi. Muhula wake pia umekumbwa na kashfa kadhaa, ikiwa ni pamoja na kashfa ya Rolex Gate inayohusisha saa za kifahari na vito alizodaiwa kushindwa kutangaza, hali iliyoshuhudiwa mnamo mwezi Julai 2023 ambao ulifanywa kuwa siri licha ya sheria kumtaka aarifu bunge. Katika wiki za hivi karibuni, maandamano dhidi ya serikali yaliongezeka huko Lima, huku kukiwa wimbi la unyang'anyi na mauaji yaliyohusishwa na uhalifu uliopangwa. Na sasa katika tuzo maarufu duniani ya Nobel. Wiki hii mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka huu ametangazwa, akifahamika kwa jina la Maria Corina Machado, mwanaharakati wa demokrasia kutoka Venezuela. Mwanamama huyo mashuhuri ni kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, ambaye amekuwa mafichoni kwa kiasi kikubwa tangu uchaguzi wa rais mwaka uliopita kutokana na kupata upinzani kutoka kwa utawala. Ametambuliwa kwa kazi yake isiyochoka ya kukuza haki za kidemokrasia kwa watu wa Venezuela na mapambano yake ya kufikia mabadiliko ya haki ya amani kutoka udikteta hadi demokrasia. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel mwaka huu, Yurigeni Friednes, amesema Machado alikidhi vigezo vyote vilivyoainishwa katika tuzo hiyo. The Nobel Peace Prize for Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2025 imetolewa kwa mwanamke jasiri na mwenye kujitolea kwa dhati katika kupigania amani. Mwanamke ambaye anaendeleza mwanga wa demokrasia hata wakati giza linazidi kutanda. Amidst a growing darkness. Ameainishwa kama mmoja wa mifano ya ajabu zaidi kutokana na ujasiri wake kama mpinzani wa Amerika ya Kusini katika nyakati za hivi karibuni za kupigania demokrasia.
Kwa mwaka 2025 kulikuwa na wagombea karibu 338 waliopendekezwa kwa tuzo ya amani ya Nobel. 244 ni watu binafsi na 94 ni mashirika. Ingawa kamati ya Nobel haithibitishi rasmi majina ya waliopendekezwa, baadhi ya waliotajwa na vyombo vya habari ni pamoja na mshindi mwenyewe, Rais wa Marekani Donald Trump, akiwemo Waziri Mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan. Lakini kutokana na harakati zake za kujaribu kutafuta suluhu ya amani katika vita vya Urusi na Ukraine pamoja na Mashariki ya Kati, Donald Trump alitazamwa na wengi kwamba huenda alikuwa akitafuta sababu ya kupewa tuzo hiyo. Hii ni kutokana na kampeni zake za wazi kushinda tuzo hiyo kwa kuweka juhudi ya kupatikana kwa amani, ingawa mchakato wa uteuzi ulifungwa mwezi Januari, mwanzoni mwa muhula wake wa pili madarakani. Mtazamaji wa Jambo TV, kwa wiki hii tutamatishi na hapa Afrika Mashariki ambapo Rais wa Kongo DRC Felix Tshisekedi amemtaka mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwasaidia waasi wa mashariki ya DRC na kutengeneza amani. Kauli ya Tshisekedi ameitoa wakati wa mkutano wa Global Gateway Forum ambapo Rais Kagame pia alihudhuria jijini Brussels nchini Ubelgiji. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 62 alizungumza baada ya Kagame kuzungumza kwenye mkutano huo wa uwekezaji ulioandaliwa na Umoja wa Ulaya jijini Brussels. Kagame hakuwa amezungumza moja kwa moja mzozo wa mashariki ya DRC wakati alipopewa nafasi ya kuzungumza. Alisikika tu akigusia hotuba ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye wakati akiongea alisema alihisi kupata nguvu ya kutengeneza amani baada ya kuwaona wenzake wa DRC na Rwanda. Eneo la mashariki ya DRC mpaka na Rwanda limekuwa likikabiliwa na utovu wa usalama kwa zaidi ya miongo mitatu, makundi yenye silaha yakiwashambulia raia. Kundi la waasi wa M23 ambalo lilianzisha uasi mpya mwishoni mwa mwaka 2021 linaungwa mkono na wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa Kongo, uasi ambao umezua mzozo mkubwa wa kibinadamu. Mapigano mapya yalizuka tena mapema mwaka huu ambapo waasi wa M23 walichukua udhibiti wa mji muhimu wa Bukavu na Goma, likitangaza utawala wake kwenye miji hiyo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, tangu mwezi Januari mwaka huu, maelfu ya watu wamefariki kwenye mapigano, wakati mamia kwa maelfu wakitoroka makazi yao. Hayo ni machache ambayo Jambo TV imeamulika kwa wiki hii kimataifa. Mimi ni Joseph Gelvas, tukutane wakati ujao.